upate faida sana. Nukuu ya matumaini, asubuhi nzuri kabisa. Wapendwa, mwisho wa jambo ndilo mwanzo wa jambo lile, na kile unapoanza mwanzo wa jambo, fahamika ya kwamba umemaliza jambo la jana. Kila siku uanzapo, tunaimaliza siku hiyo ya kwanza, ndio tunaanza siku ya pili. Mwisho wa jambo ndilo mwanzo wa jambo lingine, na kile ulichokianza lazima kiishe, ndiposa uanze kingine cha pili. So mwisho wa jambo lile ndio mwanzo wa jambo lingine. Katika nukuu ya matumaini asubuhi njema kabisa ndani mwa Radio Fortune Africa, tusema hivi: kunyamaza ni mojawapo ya silaha dhabiti katika vita. Silaha itakayotusaidia katika kupigana vita tulivyo navyo mbele yetu ni watu walio wanyamavu. Kunyamaza si uoga, kunyamaza si kushindwa, kunyamaza si kujua jinsi utapigana. Vita vyako unaweza pigana kwa kunyamaza. Maana aliyekudhulumu, aliyekukosea, aliyekusukuma anangojea uje ukiwa na fujo, anangojea uje ukiwa na papara, anangojea uje ukiwa umejipanga kupiga kelele. Lakini unapokuja kwa unyamavu mwingi, unampa shaka. Maana kwa wakati wa kunyamaza anadhani ya kama ni kama hujajua umemkosea, na pengine umeashumu makosa aliyokufanyia. So siku zote usio mwepesi wa kujibizana na watu, usio mwepesi wa kujibu lolote wanalolisema. Tusema hivi katika nukuu ya matumaini: kunyamaza ni silaha, tena si silaha tu, silaha dhabiti ya kwenda vitani. Wanaonyamaza lazima siku zote watakuwa na uwezo wa kufanya kitu kitakachowasaidia. Kunyamaza, wapendwa, ni silaha bora. Kunyamaza, wapendwa, ni matokeo mazuri. Maana yule aliyekuwa amekudhulumu atangojea matokeo ya vita, na apate unakuja na matokeo ya mtu aliyenyamaza. Changamoto ulizonazo katika maisha, na kile unaposukumwa na kukosewa, unapopitia changamoto, uzito na ubaya na uzito wa mambo, kumbuka siku zote katika kutulia kwako kwa mawazo na kunyamaza kutakusaidia kutojibu, kutolete vita, kutolete mapigano, kutolete chuki. Kwa sababu gani? Umenyamaza na kuendelea na safari. Maana kunyamaza kutakusaidia hata kazini. Maana pengine yule aliyo kazini katika nukuu ya matumaini anakujua kama mtu ulio wa haraka, mtu ambaye ukiamua umeamua, lakini leo anapokuona umenyamaza anakuwa na shaka sana. So ningekupa kati ya silaha bora za vita katika nafasi ya kunyamaza, ningekupa mambo mazuri kabisa atakayekusaidia katika unyamavu wako. Jambo la kwanza, unapokuwa mtu umekosewa, usikuwe mwepesi wa kujibu kwa haraka. Tulia kwanza. Jambo la pili, utakokuwa umeambiwa jambo ambalo limekukera moyoni, usikuwe mwepesi wa kulipiza jambo lile kwa haraka. Tulia kwanza. Jambo la tatu, utakapokuwa umesukumwa kiwango cha kupoteza hata kile ulichokuwa utaka kukipata, usikuwe mwepesi wa kukiuliza ya kwamba kitu hiki kiko wapi. Kitakusaidia kujua kilichokwenda. Nasema hivi katika nukuu ya matumaini asubuhi njema kabisa: mtu mmoja alipoteza fedha nyumbani mwake. Aliwajua watu wale waliokuwa wamechukua fedha zile ni watu wa nyumba yake. So alikuja siku ya pili, hakuzungumza tena kuhusiana na fedha zilikuwa zimepotea. Alichokifanya, alichukua fedha zile alizokuwa nazo za pili, akaziweka pale pale alipoziweka zile za kwanza, na akaawa macho siku hiyo, maana siku ya kwanza hakuongea. So hii siku ya pili alipokuja, alikuwa macho kabisa, maana hakuondoka. Alikaa pale chemba chemba, kiangalia ni nani aliyeingia kanda katika mahali alikokuwa ameziweka. So aliyeingia kwanza alipoenda pale, alipoondoka alirejea akaona zingali zipo, kaendelea kunyamaza. Tena alipoenda wa pili akaziona pale alikokuwa zimeweka, kaona zingali ziko hapo, karudi akasema huyo wa pili ameondoka. Watatu alipoenda akaziona, akazichukua, akaziweka mfukoni. Basi alipomuita akamuuliza, kuna fedha zimekuwa hapa na wewe ndio umeingia kwa sasa na umezichukua?
na ndiye akawa amepata aliyekuwa amezichukua fedha za kwanza. Jua huyu ndiye anayechukua fedha zangu. Kunyamaza kutakusaidia, maana kama watu ni 3 4 na wanakukosea na ujui ni yupi, nyamaza tu na uendelee kuweka mikakati ya kupata makosa yale. Ningesema hivi, siku zote usio mwepesi wa kujibizana na watu. Silaha bora ya vita itakayo kusaidia kupigana ni kunyamaza, na unaponyamaza itakusaidia kujitia nguvu, kujicompose kwa ajili ya kuendelea na safari. Mungu atakubariki sana. Ndiyo nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva kwa ndani ya Radio Fortune Africa, radio yako inayokuwa kwa kasi sana duniani. 4561468 ndiyo namba yetu. Popote ulipo unaweza simama kituo hiki, na Baba atakubariki sana kutufanya kusalia hewani daima, hata kupata upenyezo na kufika FM. Mungu wa majeshi, mtetezi wa Israeli, kubariki popote ulipo, akulinde, akuhifadhi na kuzingire, na jina lake liinuliwe milele. Nimeshukuru sana. Asanteni na karibu popote mlipo. Bwana walinda, watunze na hawabariki kabisa, hawape uwezo, hawape nguvu na hawape ushindi. Asanteni popote mlipo. Nyinyi ni watu wa dhamana, tena wenye nguvu, watu wenye nguvu sana, watu wa baraka sana, watu wa kuinuliwa kabisa. Asante na muwe na siku ya baraka tena ya kuinuliwa.